الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba majuzi nilipokea barua kutoka Marekani isemayo kwamba katika hutuba yako uliotoa wakati wa mkutano wa mwaka, katika hutuba yako ulieleza matukio mbalimbali kwamba namna gani watu wanajiunga na jumuiya kwa kupitia mahubiri, wanapata mwongozo na wanapata mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu pia moja kwa moja, na hivi watu wanaendelea kuelekea kwenye jumuiya na watu wanaendelea kuimarika katika imani, na ukweli wa jumuiya pia inaendelea kuimarika mioyoni mwao. Anasema kwa kusikia hotuba yako nikapata hamu moyoni mwangu kwamba lao kwa kunipitia mimi pia mtu yeyote ajiunge na jumuiya, na hivi mimi pia nione nishani hii. Anasema anapokuwa anafikiria hii, simu yangu ikalia. Mwanamke mmoja alikuwa ananipigia simu na akasema kwamba katika website nilipata simu namba yako, kwa hiyo nakupigia simu. Mimi napenda dini ya tukufu ya Islam na mimi nataka kukutana nawe. Nikasema sawa, uje. Yule mwanamke akaja kwa mbali sana, na yule mwanamke akaeleza kuhusu hali ya maisha yake, kwamba namna gani alipata hamu ya kujua kuhusu Islam, kisha kwa kupitia internet alijua zaidi kuhusu Islam, na kwa sababu ya hii mume wake na jamaa zake wakawa wapinzani na wakamkasirikia kwa sababu wao ni Wakristo, na kwa sababu ya hii mume yake akamwacha, akampa talaka, na watoto wawili pia mume wake alichukua, lakini alitanguliza ukweli na aliacha vitu hivi vyote kwa ajili ya dini. Yule mwanamke anasema kwamba kwa kupitia website ya jumuiya nilisoma vitabu chungu mzima na naangalia MTA pia, na akasema hii pia kwamba mimi nilisoma kuhusu makundi mengine ya Islam pia, lakini sikuridhika, na kila mara nilipokuwa nikifikiria kuhusu dini tukufu ya Islam nilikuwa nikipata wazo kwamba nisome vitabu vya jumuiya. Hazur anasema yule mwanajumuiya wetu akamwambia kwamba hivi karibuni kulikuwa mkutano wa mwaka wa Uingereza. Yule mwanamke akasema ndiyo, nilisikiliza mkutano wa mwaka, sasa mimi nataka kujiunga na dini tukufu ya Islam. Huyu bwana anasema kwamba binti yangu alikuwa anaongea na yule mwanamke, na yule binti yake anasoma chuoni. Wakati ule alikuwa pale, yule binti akasema kwamba wakati matukio ya wanajumuiya yalipoelezwa mkutanoni mwa mwaka, niye hakuwa na imani kwamba ilitokea hivi. Yule binti anasema kwamba labda hivi ni visa vya kale, haina uhakika ndani yake, lakini kwa kusikia hali yule mwanamke imani yangu pia imeimarika, na hivi si visa, bali Mwenyezi Mungu anabadilisha mioyo ya watu, na namna gani Mwenyezi Mungu anaongoza watumishi wake.
hazuru anasema wasomi wengine hasusan vijana baadhi wakati wanapata wazo hili kwamba labda matukio haya yanayoelezwa si kweli. hazuru anasema inatakiwa ikumbukwe kwamba yoyote inayoelezwa na matukio yanayoelezwa si visa vya zamani bali ni kweli, na huu ni mfano wa msaada wa Mwenyezi Mungu unaopatikana siku hizi, na mifano kadhaa naeleza mbele yenu, na napokea matukio haya chungu mzima, na mimi nachagua kadhaa katika hutuba yangu, na matukio ninayochagua kwa ajili ya hutuba yangu ya mkutano mwaka siwezi kueleza yote. Mwaka jana nilisema kwamba mwaka mzima Mungu akijalia nikipata nafasi nitaendelea kueleza matukio haya. Nilijaribu kueleza matukio kadhaa, lakini matukio mengine sikuweza, na mwaka huu tena matukio mengi yalipatikana. Ilmuradi halifa mtukufu anasema na eleza matukio haya ili imani yetu pia imarike, na sisi pia tuchunguze hali zetu na amali zetu kwamba namna gani na kiasi gani mizizi ya jumuiya inaendelea kuimarika ndani yetu, na namna gani na kiasi gani tunatakiwa tuzingatie swala, na kiasi gani tunatakiwa tuzingatie amri za Mwenyezi Mungu baada ya kujiunga na jumuiya. Halifa mtukufu anasema kwamba leo tena nitaeleza matukio kadhaa ya wanajumuiya wapya waliojiunga na jumuiya, namna gani Mwenyezi Mungu aliwaongoza na aliwaelekeza. Na hatutakiwi tusikilize matukio haya kama ni matukio ya ladha, bali hii ni kweli na ni uhakika unaotakiwa uongeze imani yetu na uimarishe imani yetu, na vile vile utupatie nafasi ya kuchunguza imani yetu. Vile vile inatakiwa utujalie tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya matukio haya. Vile vile inatakiwa utukumbushe kuhusu majukumu yetu ili tuweze kutimiza majukumu yetu. Hazur anasema kufikisha ujumbe wa Islam duniani ni jukumu la sisi wanajumuiya. Basi kwa ajili ya kazi hii, ikiwa tunatakiwa tufanye bidii sana, vile vile pamoja na hii tunatakiwa tufanye hali ya amali zetu sawa na amri za Mwenyezi Mungu, ili vitendo vyetu na mifano ya vitendo vyetu iweze kuimarisha imani ya wanajumuiya wapya. Hazur anasema sasa naeleza matukio ya msaada wa Mwenyezi Mungu kutoka Tunisia. Kuna mwanamke mmoja aitwaye Mania Saiba, anasema kwamba ninapenda sana kusoma vitabu. Nimesoma Qur'an tukufu na vitabu chungu mzima vya Islam, lakini nilikuwa sielewi aya kadhaa. Kwa mfano aya ya sura An-Nisa isemayo wa ma qatalu wa ma salabuhu walakin shubiha lahum. Vile vile aya zingine kuhusu kifo cha Yesu Kristo, na nilikuwa nikifikiria sana kuhusu aya hizi kwamba je, Yesu Kristo ameshafariki au bado yupo hai mbinguni. Vile vile nilisoma Riyadus Salihin. Katika Riyadus Salihin nilisoma sifa za Dajjal, na nikapata maoni haya kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anaweza kutuma mtu wa aina hii mwenye sifa za aina hii katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na vile vile nikapata mawazo haya kwamba Isa alayhisalam anafanya nini huko mbinguni, na nilikuwa nikifanya maombi pia ili nipate mwongozo. Mara wakati nilipokuwa naangalia TV nikapata channel ya MTA, na channel hii ilikuwa tofauti na channel zingine za dini, na mada ilikuwa inazungumza kuhusu kifo cha Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Washiriki walikuwa wakizungumza kwa heshima sana katika kipindi kile, na katika kipindi kile nikajua kwamba Hazrat Muhammad alayhi salatu wasallam ameshakuja. Kwa hiyo nikaanza kuangalia MTA kila siku na nikaanza kuelewa mambo yote, kisha nikafanya dua kwa Mwenyezi Mungu kwamba nisife mpaka nijiunge na jumuiya.
kwa hiyo hatimaye ni kwa kufanya bayat nikajiunga na jumuiya, na hii ni ihsani kubwa ya Mwenyezi Mungu juu yangu. Kisha kutoka Yemen bana Ramadhan anaeleza jinsi aliyojiunga na jumuiya, kwamba nilipata nafasi na bahati ya kuishi pamoja na Wachina na niliwakuta wao ni watu wazuri sana nilipokaa kule katika China, na nilishuhudia hii pia kwamba Waarabu walikuwa wakiwatendea vibaya wale wa China, na nilikuwa nikifikiria kwamba hii haiwezekani kwamba hawa watu kwa kuwa na hulka njema waende motoni, na sisi kwa kuwa Waislamu wa jina tuwe warithi wa pepo. Anasema baadaye nikaanza kufanya utafiti, nikaanza kusoma vitabu vya Islam, niliendelea kufanya utafiti, niliangalia channel mbalimbali za Islam. Mara moja nikapata MTA, na hoja zilizotolewa katika MTA, kwa sababu ya hoja zile mwili wangu ulianza kutetemeka, nikahisi kama umeme umeingia mwilini mwangu. Kwa hiyo baada ya siku ile nikaanza kuangalia MTA kila siku, na kila siku nilipokuwa nikiangalia MTA nilikuwa nikilia, lakini nilikuwa sijui kwa nini nalia. Nilikuwa nahisi kwamba Mwenyezi Mungu ameniongoza na amenipatia channel hii MTA kwa ajili ya kujua ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Nikaanza kufanya maombi sana. Kila mara nilikuwa nikipata majibu katika hali hii, kwamba mwili wangu ulikuwa ukitetemeka na moyo wangu ulikuwa ukipata utulivu, na nilikuwa nikipata uimara kwamba Sayyidina alayhi salam ni mkweli. Kisha nikasoma vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wasalam na nikapata majibu ya maswali yangu yote. Kisha baadaye kwa kufanya bayati nikajiunga na jumuiya. Kisha kutoka Holland bana Tom Overgur anasema kwamba jinsi gani alijiunga na jumuiya. Anasema umri wangu ni miaka 22 na mimi ni mwanafunzi wa chuo. 2010 katika Amsterdam nilijiunga na jumuiya msikitini pale. Nilikuwa nikipenda sana dini tangu mwanzo, lakini sikuchagua dini yoyote. Siku hadi siku niliendelea kugundua kwamba maovu yameenea duniani. Huzur anasema huyu ni kijana, na angalieni fikira yake. Vijana wetu pia wanatakiwa wao pia wafikirie. Vijana wengine ni wanajumuia kwa kuzaliwa, lakini hawafikirii kuhusu hii. Kwa hiyo huyu bana anasema kwamba nilianza kugundua kwamba maovu yameenea duniani. Kwa hiyo nikaanza kufanya utafiti wa kuhusu lengo la maisha, na nikazungumza na marafiki wengi. Katika utafiti huu moyo wangu ulielekea kwenye Islam, na katika hali niliendelea kuzungumza na wanajumuiya wawili. Kwa hiyo nilienda nao katika Mission House kule. Niliona mazingira ya jumuiya. Kwa kuona mazingira ya kule nikapata yakini kwamba Islam halisi inapatikana katika Ahmadiyya, na nikajua kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam ameshakuja duniani. Waislamu wote wanatafuta umoja, na ni jumuiya Ahmadiyya pekee ambamo umoja unapatikana, na vile vile tamu ya imani inapatikana ndani yake. Anasema nilimwandikia halifa barua ya maombi. Baada ya kuandika barua, Mwenyezi Mungu akanijalia fadhila zake na nikajua ukweli wa Islam. Kwa hiyo nikaenda msikitini na kule nikafanya bayat. Sasa mimi najifunza sala, najitahidi kuishi maisha ya utakaso pia. Kisha kuna bana Salama Saheb kutoka Kyrgyzstan. Yeye anasema kwamba mahali ambapo nafanya kazi kule kuna mwenzangu mmoja ambaye ni Mkristo. Nilizungumza naye kuhusu dini. Katika mazungumzo haya yule mwanamke akasema kwamba yeye hana utulivu juu ya
dini yake. kwa hiyo aliambiwa kuhusu islam ahmadiyya na alipewa kitabu kitwacho hekima ya mafundisho ya dini tukufu ya islam. baada ya kusoma akasema kwamba nimepata majibu ya maswali yote niliyokuwa ninayo na nikapata uhakika kwamba islam ni dini ya kweli. kwa hiyo akasoma vitabu vingine vya jumuiya na imani yake ikaendelea kuimarika juu ya jumuiya ahmadiyya. hata akaenda kadhian pia na akafanya bayat na sasa amejiunga na nidhamu ya wasia pia. kisha kutoka Holland bana Arjan saheb aliyekuwa mkristo anasema yeye alijiunga namna gani. anasema kwamba nilikuwa na hamu sana ya kukutana na Mwenyezi Mungu na kujua kuhusu dini, lakini Biblia haikuniongoza. siku moja kabla ya kutoka nyumbani nikafanya maombi sana na nikamwomba Mwenyezi Mungu aniongoze na nikamwomba kwamba anijalie niweze kukutana na mtu ambaye ataleta karibu na. siku ile ilikuwa siku ya tarehe ya kuzaliwa mfalme, na siku ile watu wanaweka bookstall zao, na mimi nikapita karibu na bookstall ya jumuiya kule. nikakutana na mwanajumuiya moja akaniambia kuhusu jumuiya ahmadiyya na akanipatia vitabu vya jumuiya, na pamoja na hiyo akanipatia hekima ya mafundisho ya dini tukufu ya islam. baada ya kufika nyumbani niliposoma kitabu kile dunia yangu ilibadilika. nikajua kwamba mwandishi wa kitabu hiki si mwanadamu wa kawaida, bali ni huyu ambaye amefundishwa na Mwenyezi Mungu, na bila shaka islam ni dini ya kweli. baadaye nikaenda kushiriki mkutano wa Holland na Germany. kwa kushiriki mikutano hii miwili nilipata athari sana na ikawa dhahiri kwangu kwamba haya ni majibu ya maombi niliyofanya. kwa hiyo sikuwa na nafasi ya kukataa. kwa hiyo wakati wa mkutano wa mwaka wa Germany nikajiunga na jumuiya. kutoka Libya kuna mama moja aitwaye Hala anasema kwamba wakati Gaddafi aliposhindwa nilifanya maombi sana kwamba sasa Mungu utume Imam Mahdi ili aweze kurekebisha hali ya Waislamu. siku moja mara nilipokuwa naangalia TV nikapata MTA kule, nikaona picha ya Sayyidina alayhi salatu wasalam na picha ile ilinivuta kwake. kwa hiyo nikaanza kuangalia vipindi mbalimbali vya MTA, na kwa mwaka mzima niliendelea kuangalia vipindi vya MTA. kisha baadaye nikaamua kwamba bila kuchelewa hata siku moja natakiwa nifanye bayat. kisha anasema aombewe kwamba Mwenyezi Mungu aimarishe imani yake na ampatie yakini zaidi. kisha katika mission house ya Bwake kuna bana moja aitwaye bana Abdallah ambaye anaendesha gari ya jumuiya. yeye anasema kwamba baada ya kuoa kwangu miaka miwili sikupata mtoto. miaka miwili iliyopita niliposikia jina la jumuiya na nilipopata taarifa hii kwamba Masihi aliyeahidiwa ameshakuja, nikafanya dua ya kupata mtoto, na nikafanya dua hii: Mola wangu anayepokea maombi, ikiwa kweli Masihi ameshakuja na Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ni Masihi yule aliyetabiriwa, basi unijalie mtoto na unijalie nijiunge na Masihi aliyeahidiwa alayhi salam. anasema Mwenyezi Mungu akapokea dua yangu hii, na mwezi ule ule mke wangu akapata ujauzito. sasa mimi nina binti moja, kwa hiyo familia nzima ikajiunga na jumuiya. Azura anasema ikiwa watu wengine hawaridhiki lakini wanakuwa na hamu ya kupata haki na wanapofanya maombi kama aliyosema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba wakifanya maombi kwa moyo Mwenyezi Mungu atawaongoza. ikiwa wao wana nia safi, bila shaka katika hali hii Mwenyezi Mungu anaongoza, na katika njia yoyote au kwa kupitia ndoto Mwenyezi Mungu anaongoza, na ukweli wa jumuiya unajulikana. Azura anasema kuna matukio ya ndoto. Amir Sawa Gambia anaandika kuna sehemu itwayo Dongekobe kule
अच्छा महसूस किया। bwana mmoja akasema kwamba tangu nimesikia ujumbe wa jumuiya mimi naona utulivu wa moyo na nimeathirika sana, lakini nilikuwa nashangaa sana kwamba kuna sababu gani kwamba waislamu wote maulamaa wote wa islam ni wapinzani wa jumuiya hii. Haiwezekani kwamba wote wawe waongo na jumuiya iwe kweli. Kwa hiyo nilikuwa na shaka kuhusu hii. Bashiri wa mkoa akaniambia kwamba nimwachie Mwenyezi Mungu jambo hili na nifanye maombi kwa Mwenyezi Mungu aniongoze. Kwa hiyo nikafanya maombi. Siku moja katika ndoto nikamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba uje pamoja nami. Wakati ule pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwepo watu wengine pia. Kwa hiyo nikamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukapita jangwa. Mara tulipopita jangwa upande mwingine watu wengine walikuwa wanakuja. Nilipofika karibu na wale watu nikamtambua waziwazi kwamba hawa ni wanajumuiya, kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa pamoja na makundi wawili, kundi la kwanza na kundi la pili ni la jumuiya. Kwa hiyo nikapata imani juu ya jumuiya. Nikamwambia Bashiri ndoto yangu, kwa hiyo kwa kufanya bayati nikajiunga na jumuiya kwa sababu ya ndoto yangu hii. Hazuru anasema sasa huyu bwana anafanya mahubiri na kwa kumpitia yeye watu wengi wamejiunga na jumuiya. Kisha kuna Bashiri wa Haiti, yeye anasema kuna mwanajumuiya mpya Abdul Mutali akaniambia kwamba alikuwa anafanya utafiti kuhusu jumuiya. Februari 2014 katika wiki ya pili aliona katika ndoto kwamba kuna siku ambayo inaangaa sana. Inaonekana kwamba jua limekuja karibu sana na linaleta mwangaza sana. Mara matetemeko ya ardhi yanatokea na mara nyumba zote zinabomoka na sehemu ya nyumba yake pia inabomoka. Katika hali hii anapata maoni kwamba aone nyumba ya jumuiya, mission house ya jumuiya. Kwa hiyo katika ndoto anaelekea katika mission house, njiani anakuta nyumba zote zimebomoka, watu wanapiga kelele, wanalia. Anapofika mission house ya jumuiya kule anakuta kwamba mission house ipo katika hali nzuri, haikubomoka. Na Bashiri amesimama pamoja na wanajumuiya wengine na anaongea nao bila wasiwasi. Kwa kuniona mimi anasema kwamba twende bandarini. Tunapokwenda bandarini kule tunakuta kuna safina yenye rangi nyeupe. Wanajumuiya sisi sote tunaingia katika safina ile. Kwa hiyo sisi tunaanza safari yetu katika safina ile. Kwa hiyo ndoto yangu inakwisha pale. Kwa sababu ya ndoto hii anasema kwamba nikapata yakini kwamba ikiwa kuna ukovu basi utapatikana kwa kupitia jumuiya. Kwa hiyo akafanya bai kwa sababu ya ndoto yake hii. Kisha Bashiri wetu kutoka Australia anaandika kwamba kulikuwa ndugu moja Singasinga ambaye alikuwa anahubiriwa, alishiriki mkutano wa mwaka, alijiunga na jumuiya baada ya kufanya utafiti sana. Huyu Bashiri anasema huyu bana Singasinga akanipigia simu na alikuwa analia. Ilikuwa ngumu kwake kuzungumza na alikuwa analia sana. Yule Singasinga akasema kwamba siku 3 iliyopita niliona ndoto kwamba nipo katika sehemu ambapo kuna giza sana, na kwa sababu ya giza tororo mimi nina hofu sana, na mimi naona kwamba nitakufa kwa sababu ya giza, na ninafikiria kwamba namna gani nitatoka katika giza hii. Mara katika giza mwanga ulipatikana na giza ilibadilika katika mwanga. Mzee mmoja akasimama mbele yangu na akasema kwamba ikiwa unataka kutoka katika giza hii basi ushike mkono wangu. Mara niliposhika mkono wake nikaamka. Siku 2 nilikuwa sina utulivu kwamba hii ni ndoto ya aina gani. Na yule mzee aliyekuja katika ndoto yangu alikuwa hatoki katika wazo langu. Kwa hiyo akamuita Bashiri, na yule bana alionyesha picha ya Sayyidina al-Islam na picha ya wa mahalifa. Na kwa kuona picha Sayyidina al-Islam alisema huyu ni mzee ambaye alikuja katika ndoto yangu, na alisema kwamba nishike mkono wake kwa ajili ya kutoka katika giza.
mbashiri kutoka Mali anasema kwamba mtu mmoja alipigia simu Mission House na akasema kwamba kuanzia leo mimi ni mwanajumuiya, tafadhali mpokee bayati yangu. Alipoulizwa kwa nini nataka kujiunga na jumuiya, akasema kwamba kwa sababu ya hali ya Waislamu nilikuwa sitaki kujiunga na kundi lolote. Nilikuwa nikisoma Qur'an tukufu na hadithi, na kwa hivi nilikuwa nikifanya vitendo sawa na amri hizi, lakini moyoni mwangu nilikuwa na wazo hili kwamba Mwenyezi Mungu hataacha dini hii katika hali, lazima Imam Mahdi atakuja. Na kwa ajili ya hii nilikuwa nikifanya maombi. Jana nilipolala baada ya kufanya maombi kuhusu Imam Mahdi, katika ndoto nikaona kwamba mwezi umeshuka kutoka mbinguni na umekuja ardhini, na mpaka mwezi umekuja mkononi mwangu. Mara nikasikia sauti kwamba Mahdi ameshakuja, na huyu bwana anawaita watu kwamba Mahdi ameshakuja. Na huyu bwana anasema kwamba redio yenu pia inatangaza kwamba Jaal Mahdi, yani Imam Mahdi ameshakuja. Kwa hiyo mimi sina nafasi, lazima nijiunge na jumuiya. Kwa hiyo akafanya bayat. Kutoka Guinea kuna kari bana Alsini Soma Sahib anasema kwamba mwanajumuiya mmoja aitwaye bana Muhammad alikuwa ananihubiri, lakini nilikuwa siridhiki, lakini nilikuwa naendelea kufanya maombi kwamba Mwenyezi Mungu aniongoze. Katika hali hii nikaona katika ndoto kwamba njia ninayoitwa njia ile ni njia iliyonyoka. Kwa hiyo moyo wangu ukapata utulivu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kanijalia nikafanya bayat. Kisha kutoka Germany bana Ibrahim Karun anaandika kwamba baada ya kujua kuhusu jumuiya nikaanza kuangalia MTA. Kisha kuhusu ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam nilifanya maombi na vile vile nilifanya istikhara. Siku moja baada ya swala ya istikhara katika ndoto nilimuona Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba anatoka nje katika nyumba yake. Katika nyumba ile nuru ilikuwa inatoka, na mimi nilikuwa nimesimama karibu na mlango wa nyumba yake. Kwa hiyo nikainama mbele na nikaweka mikono yangu juu ya magoti. Sayyidina alayhi salatu wasalam akaweka mikono yake juu ya kichwa changu na nikasema kwamba sama taatan. Kwa hiyo baada hii nikaamka. Kwa hiyo nikapata utulivu na nikaridhika na nikafanya bayat. Bana Alasa kutoka Misri anasema kwamba mimi ni kijana wa Misri. Takriban mwaka mmoja iliyopita nilijua kuhusu jumuiya kwa kupitia MTA, na kwa hiyo nikajua kwamba hii ni kundi litakalo faulu. Kwa hiyo mupokee bayat. Siku moja niliomba nishani. Katika ndoto niliona kwamba nipo kikaoni mkutanoni, na huyu bana ananiandikia kwamba nilikuona wewe katika kikao kile na katika ndoto ile, na nikampatia pete ya fedha na juu yake aya ya Qur'an tukufu ilikuwa imeandikwa. Nilipoamka nilikuwa na furaha sana. Kwa hiyo nikawa na imani kwamba jumuiya ni jumuiya ya Mwenyezi Mungu. Kisha kutoka Sierra Leone bashiri wetu anaandika kwamba kuna jumuiya moja itwayo Congo Field, lakini nje ya kijiji kile jumuiya ilikuwa bado haikuenea. Katika kijiji ya jirani kijana moja ambaye alikuwa kijana mzuri, kwa hiyo watu wakamchagua kuwa kiongozi wao na wakampatia taji. Huyu kijana anasema siku ambayo nilipowishwa taji katika ndoto niliona misikiti miwili, moja ni mkubwa moja ni mdogo, na nataka kwenda msikitini kwa ajili ya swala. Nikasikia sauti kwamba ikiwa unataka maombi yako yapokelewe basi uende katika msikiti mdogo. Mimi naenda katika msikiti mdogo na kuta kule baba yangu amekaa na ananiambia mwanangu kwamba huu ni msikiti wa Jumuiya Ahmadiyya, ikiwa unataka kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu basi uje hapa kwa ajili ya swala na ujenge uhusiano na msikiti huu. Huyu kijana anasema kwamba nilikuwa sijui kuhusu msikiti wa Ahmadiyya. Baada ya ndoto hii nikaanza kuuliza kuhusu msikiti wa Ahmadiyya kwamba je, kuna msikiti wa Ahmadiyya hapa. Mtu mmoja akaniambia kuhusu msikiti wa Jumuiya ya Kongo. Kwa hiyo nikaenda kule na kwa kufanya bayat nikajiunga na jumuiya. Hazur anasema kwamba kitu hasa ni uhalisi wa imani na fadhila za Mwenyezi Mungu.
kusema hii kwamba jumuiya ahmadia ni upande mmoja na makundi mengine yote ni upande mmoja. kwa hiyo huyu bana aliambiwa kwamba usione wingi bali uone kwamba maombi yanapokelewa wapi. Kutoka Gambia bana mmoja anaandika ndoto yake kwamba alipokuwa analala usiku mmoja, katika ndoto akamwona mtu mmoja alimjia na akashika mkono wake kwa nguvu na akasema assalamu alaikum warahmatullah. Katika ndoto hakuweza kumtambua yule mtu. kwa hiyo katika ndoto anawauliza watu kwamba huyu ni nani. Watu wanamwambia kwamba huyu ni kiongozi wa jumuiya. Kesho yake asubuhi huyu bana akaja mission house ya jumuiya na akamwambia mwalimu ndoto yake, na mwalimu alikuwa anaangalia MTA, na wakati ule hutuba yangu ilikuwa inaendelea katika MTA. Huyu bana kwa kuniona mimi akasema kwamba jana usiku katika ndoto yangu huyu bana alikuja. kwa hiyo huyu bana kisha mara akajiunga na jumuiya. Naib Nadir Sahib Dawat Allah Qadian anaandika kwamba katika Hanumangarh kuna Laldin Sahib aliona ndoto moja kwamba kuna mtoto ambaye amefariki. Anamwambia kwamba watu wanne watakuja kwako na watakwambia kuhusu dini tukufu ya Islam. Wapokee na ufuate wanaosema. Sisi tulipomwendea bana Ladin, yeye kwa kusikia tuliyosema alisema kwamba nilikuwa nimeshapata habari ya kuja kwenu na nilikuwa na wasubirini. kwa hivyo yeye, watoto wake na familia nzima ilijiunga na jumuiya. Kutoka Kyrgyzstan kuna mwanajumuiya mpya wa kule aitwaye Bahadur anasema kwamba 1998 nilikuwa na swala ya al-asiri. Kabla ya kutoa salamu nikapata hali fulani na aya ya Qur'an tukufu ilisomwa, wallahu yadu ila daris salam wa yahdi man yashau ila sirati mustaqim. Yani Mwenyezi Mungu anakuita katika njia ya usalama. Kisha niliambiwa kwamba maelezo yake utaambiwa na mwalimu mmoja atakayekuja kutoka India. kwa hiyo nikaamka, na baada ya kuamka nilikuwa nashangaa kwamba hii ni hali gani niliyopata katika ndoto, kwa sababu wakati ule nilikuwa sijui kuhusu nchi ya bara la Hindi wala nilikuwa sikusikia kuhusu nchi hii. kwa hiyo nilikuja Russia, nilikutana na watu kadhaa ambao walikuwa kutoka bara la Hindi, lakini nilikuwa sijui kuhusu jumuiya hata kidogo, na wala sikuzungumza na wale jamaa kuhusu dini. Niliendelea kuzungumza nao kuhusu biashara. Pole pole nikaanza kupata hamu ya kujua kuhusu dini. Siku moja nikajua kuhusu jumuiya Ahmadiyya, na mimi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu nikapata bahati ya kujiunga na jumuiya. 2012 nikafanya bayat na nikajiunga na jumuiya. Baada ya kujiunga na jumuiya nikajua tafsiri ya aya hii, kwa sababu Sayyidina al-Islam alikuwa kutoka Qadian. Kwa Mwenyezi Mungu alinijalia kwamba nilijiunga na jumuiya Ahmadiyya, na huyu aliyekuja India aliniongoza. Mwalimu wa Chandrapur Maharashtra anaandika kwamba kuna kijiji kule, mke wa Sheikh Qadir Sultana Begum alikuwa mpinzani wa jumuiya. Huyu mwanamke alikuwa katika familia ya mpinzani. Baada ya kuolewa, mume wake bana Qadir akajiunga na jumuiya. Kwa sababu ya hii fujo ilitokea nyumbani kwake. Bana Sheikh Qadir hakujali upinzani huu, bali aliimarika sana juu ya imani yake. Bana Qadir sahab alituomba sisi, tulijaribu kumwelewesha mke wake kuhusu jumuiya, lakini yule mwanamke alikuwa
akiwa na imani kwamba kwa sababu ya jumuiya imani yake itaharibika, kwa hiyo alikuwa akikaa mbali na jumuiya, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत ने अपना जलवा दिखाया. na badala ya kuangalia mt alikuwa akiangalia madani channel. Mwenyezi Mungu alionyesha muujiza kwamba siku moja sultana sahib akaona ndoto kwamba mzee mmoja anamwambia some shahada na anamwambia kwamba Qur'an tukufu ni sheria ya mwisho, ufuate sheria hii. Anasema kwamba sawa na wazo lake yule mzee alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule mwanamke huyu mama hakuridhika, akakaa kimya hata baada ya kuona ndoto hii. Kisha baadaye akaona tena ndoto ingine kwamba jumuiya imeenea katika maeneo yake yote. Akimuuliza mtu yeyote anasema kwamba yeye ni mwanajumuiya. Kisha akaona kwamba ndani ya yai imeandikwa la ilaha illa Muhammadur Rasulullah, na juu yake imeandikwa kwamba Masiha aliyeahidiwa ameshakuja. Na katika ndoto anamwambia ndugu yake mpinzani kwamba hawa wanajumuiya ni wa kweli. Asubuhi alipoamka akafanya bayat na akajiunga na jumuiya. Kutoka Mali mwalimu wetu anaandika kwamba katika kijiji chao show mzee moja Bangejara saheb alisema kwamba muda mrefu uliopita aliona ndoto kwamba anapanda juu ya ukuta mrefu. Anapopanda juu kule upande mwingine anakuta maua, na karibu na maua watu wengi wamekaa. Katika ndoto aliambiwa kwamba ikiwa unataka kujua kuhusu Islam, ikiwa unataka kumtambua mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ujiunge na hawa watu. Lakini huyu mzee alikuwa haelewi maana yake ni nini, mradi wake ni nini. Sasa alipoanza kusikiliza redio Ahmadiyya itwayo Nur, siku moja aliona tena ndoto hii. Aliambiwa kwamba hawa ni watu wa Nur Radio, ujiunge nao utafaulu. Na kisha kwa fadhila za Mwenyezi Mungu huyu bana alijiunga na jumuiya. Hazur anasema Mwenyezi Mungu anapowaongoza watu wa aina hii kwa kusikia matukio ya hawa, sisi ambao ni wanajumuiya wa zamani kwa kuzaliwa, majukumu yetu yanazidi, yanaongezeka, kwamba sisi tutimize majukumu yetu na tujenge uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu vizuri na tubadilishe hali yetu. Tunatakiwa tukumbuke kwamba uvivu wetu usije ukatunyimwa katika rehema ya Mwenyezi Mungu. Hii ni kudra ya Mwenyezi Mungu kwamba jumuiya itaendelea kupata maendeleo. Basi kuna haja ya kuzingatia sana jambo hili kwamba sisi pia tuwe sehemu ya karawan hii, ya sehemu ya jumuiya hii. Hazur anasema kwamba kuna matukio mengine ambapo fatwa inatolewa dhidi ya jumuiya, lakini baadhi wakati fatwa pia Mwenyezi Mungu anafanya mpango wa aina hii kwamba wanaotoa fatwa wao wanakamatwa. Kutoka Misri kuna mwanamke mmoja, yeye anasema baba yangu alikuwa member wa Ikhwanul Muslimin, alikuwa akifuata kundi hili, na kundi hili liliomba fatwa kutoka Darul Ifta dhidi ya jumuiya. Siku moja baba yangu mbele ya jamaa akaleta shutuma dhidi yangu. Wakati ule nikainua mikono yangu na nikafanya dua kwamba Mola utusaidie na umkamate huyu ambaye kwa kusema uongo anasema kwamba anasema kweli. Nikafanya dua hii, Mola wangu, ikiwa Sayyidina Muhammad ni mkweli basi onyeshe nishani. Anasema siku ile nilikuwa nimefunga saumu ya Shawwal, ilikuwa wakati wa swala ya Maghrib. Nikawasha TV ili nisikilize habari. Nikashangaa kukusikia hii kwamba Al-Azhar imetoa fatwa kwamba Ikhwanul Muslimin si Waislamu. Kwa kusikia hii nikapiga nara kwamba Sayyidina Muhammad ni mkweli, kwa sababu fatwa inatolewa na Al-Azhar, fatwa yao inakuwa muhimu sana juu ya fatwa zingine. Nikamwambia baba yangu kwamba sasa uone umepata jibu ya aina gani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba ulileta fatwa dhidi ya jumuiya.
na mwenyezi mungu ameleta fatwa kubwa zaidi dhidi yako kwa ajili ya kuonyesha kwamba sayyidina ahmad alayhi salatu wasalam ni mkweli. sayyidina ahmad alayhi salatu wasalam anasema kwamba kulikuwa wakati kwamba watu wawili watatu walikuwa pamoja nami. Sasa mnaona kwamba watu kwa wingi wanaendelea kujiunga na jumuiya. yatuna min kulli fajin amik. हाशिया लगा हुआ tena si hii tu bali और लगाया कि लोग आने से रुकें. juu yake ni hii kwamba wapinzani walifanya juhudi ili watu wasije, lakini hatimaye निशान हटकर फिर एक जगह पर wao walishindwa. yeyote anayekuja basi ni nishani ya kauli hii ya mwenyezi mungu. kisha amesema mwenyezi mungu hataki kwamba imani ya jumuiya yetu iwe dhaifu, bali mwenyezi mungu anaonyesha nishani kwa ajili ya kuongeza jumuiya hii. hazur anasema kwa fadhila za mwenyezi mungu silsila hii ya kuonyesha nishani inapatikana hata leo pia, lakini wapo wengi ambao kwa kuona nishani hizi hawatambui haki wala hawajiungi na jumuiya, bali wanazidi katika upinzani. watu wa aina hii wataona mwisho wao mbaya siku moja. sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba mwenyezi mungu amenituma, mwenyezi mungu amenileta mimi देखते यानी मुखालिफिन देखते कि क्या जिस शख्स ने wapinzani maadui wangeona kwamba yule mtu वो खुदा की नुसरतें ambaye aliyesema kwamba amekuja kutoka kwa mwenyezi mungu, मगर je anapata msaada wa mwenyezi mungu au la? lakini hawa watu waliona nishani juu ya nishani, na baada ya kuona nishani walisema kwamba huyu ni mwongo. जादू waliona misaada ya mwenyezi mungu, walisema kwamba huu ni uchawi, ni wategemee nini? kwa sababu hawa wanafedhehesha maneno ya mwenyezi mungu. maneno ya mwenyezi mungu yalitakiwa yanastahili kwamba baada ya kusikiliza waheshimiwe, lakini hawa watu walizidi katika vitendo vyao vibaya, lakini watashuhudia kwamba mwisho mbaya ni ya nani. Hazur anasema kwamba mwenyezi mungu awaonyeshe mwisho mbaya hawa watu, na jumuiya aendelee kupata maendeleo, na mwenyezi mungu aendelee जुमा के बाद में kuongeza na kuzidisha jumuiya, na sisi pia tuendelee kuwa sehemu ya ushindi huu. Hazur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza hii ni ya famili ya bana Jamil Gil Saheb ambaye kwa muda mrefu anaishi Germany. alikuja kushiriki mkutano mwaka wa Uingereza pamoja na familia yake katika magari mawili. Tarehe 3 ya Septemba walikuwa narudi usiku karibu na Lemberg, mji wa Lemberg. Barabara ilikuwa inatengenezwa, gari yao ilipata ajali na binti yake alikuwa anaendesha gari ile. Katika ajali hii gari iliyokuwa nakuja kwa nyuma ilijaribu ku overtake na ikagonga gari yao, na kwa sababu ya hii gari hii ikaenda katika barabara ingine. Magari yanayokuja kwa mbele gari hii iligonga na magari haya. Kwa sababu ya hii mke wa Jamila Saheb, mjukuu Salina Saba, umri wake ni miaka 11, na vile vile mpwa wake mmoja alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Binti wa bana Jamil Saheb Humda aliyekuwa anaendesha gari, na vile vile mpwa wake mmoja walikuwa katika koma, lakini sasa hali yao ni nzuri. Mwenyezi Mungu awajalie afya njema. Mama Amtul Hamid miaka 15 aliwahi kuwa sadr lajna wa Akhanbakh katika Baitul Jamia Akhanbakh. Wakati jiwe la msingi lilipolekwa, yeye pia aliweka jiwe la msingi. Alikuwa binti wa bana Karamatullah Saheb aliyekuwa amiri wa Mansehra, na yeye kwa sababu ya kusema assalamu alaikum alipelekwa gereza. Mwenyezi Mungu aiweke roho za marehemu hala pema na waghofirie, na waliobaki nyuma Mwenyezi Mungu awapatie subira. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله